Karibu Tuzo Online. Mimi hapa ni mwanachama mwandamizi wa Simba Sports Club, lakini pia ni mjumbe wa katiba ya Simba Sports Club. Niko pamoja na wazee wa Simba Sports Club ambao wengi wenu hapo kwenu nyinyi si wageni. Wamekuwa muda wote wakipigania Simba kuhakikisha Simba iko salama, Simba iko sawa sawa. Ndugu waandishi wa habari, kubwa ambalo tumekuiteni nalo hapa ni kwa ajili ya kutufikishia ujumbe kwa wanafamilia wa Simba Sports Club, hasa ukizingatia muda tuliokuwa nao huu ni muda ambao kama nchi ipo katika masuala ya chaguzi mbalimbali, kwa maana wabunge, madiwani, rais. Hivyo kama Simba ambao ni wadau namba moja wa amani nchini kupitia michezo na kadhia ambazo tunazisikiliza huku, hawa wazee mnaowaona hapa pamoja na mimi nikiwepo, tukaona hapana, tutoke hadharani tuongee na wenzetu, kwa sababu jazi limekuwa kubwa, munkari limekuwa mkubwa, na kuna vitu vingine mpaka katiba inakiukwa. Kwa hiyo na ukizingatia Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwanamichezo namba moja Afrika Mashariki na Kati, na mafanikio ya Simba huwezi ukayataja ukamwacha mama Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na yeye ndio kiongozi mkuu wa serikali na nchi iko katika swala la chaguzi mbalimbali kupata serikali. Tukaona hapana, ni lazima wana Simba tuambiane, kwa maana ya tuwe watulivu, kwa maana tunayoyazungumza japokuwa tumefanya vibaya baada ya mchezo na mtani wetu, lakini tusipitilize tukawa wavunjifu na waharibifu. Kwa hiyo mimi kama mjumbe wa kamati ya katiba ya Simba Sports Club, niwaambie ndugu wana Simba wenzangu, wanachama na mashabiki, klabu ya Simba tulikubaliana kwenda kwenye mfumo wa mabadiliko, na tukakubaliana bodi ndio itakuwa inafanya shughuli za Simba za kila siku kwa mujibu wa katiba ibara ya 29. Wanachama tulipitisha katiba na tukakubaliana ya kwamba sasa shughuli zote kwa niaba ya Simba Sports Club zitafanywa na bodi, na ili uipate bodi maana yake kuna wajumbe kutoka kwa wanachama wa kuchaguliwa na kuna wajumbe kutoka kwa mwekezaji wa kuchaguliwa. Hawa ndio wanaunda bodi kwa kuwa na mwenyekiti wa bodi, na hivi tunapoongea mwenyekiti wa bodi ni mwekezaji wetu, na huyu mwenyekiti wetu ambaye ni Murtaza Mangungu, kwa mujibu wa katiba katika bodi, chombo ambacho ndio chombo kinachoshughulikia masuala yote na kuyasimamia na kuyachakata ili kukidhi kiu na malengo ya wanasimba, ni bodi ambayo huyu Mangungu kule ni mjumbe kama wajumbe wengine. Hivyo mimi kama mjumbe wa kamati ya katiba, wale ambao mnamnyoshia kidole Mangungu kwa maana atoke ameshindwa, maana yake naona kama hamuitendei haki katiba, na kama mnaitendea haki katiba na mnajua ni chombo gani kinachoiongoza Simba, ni sawa sawa na kumwambia Mohamed Dewji Mo kwa kwenda mwenyekiti wa bodi aondoke, kwa sababu Mangungu katika bodi yeye ni mjumbe kama wajumbe wengine. Hivyo basi tumekuja kuzungumza hapa kwa maana moja kubwa, ni kukumbusha wajibu na majukumu ya watendaji wetu wanaounda bodi ya Simba Sports Club. Mwekezaji wetu, kipenzi chetu, mwana Simba mwenzetu, yeye ana mambo matano ama sifa tano ndani ya klabu yetu ya Simba. Cha kwanza ni mwanachama mwenzetu, lakini cha pili ni mwekezaji wa Simba Sports Club kwa mujibu wa katiba.
lakini cha tatu ni mdhamini wa klabu ya Simba kwa mujibu wa matangazo tunayofanya nao biashara, lakini cha nne ni rais wa heshima kwa mujibu wa katiba, sio rais wa heshima kwa matakwa labda ya wazee fulani ama watu fulani. Hapana, kwa mujibu wa katiba ya Simba, Mohamed Dewji Mo ni rais wa heshima. Na la tano, mwekezaji wetu, mdhamini wetu, rais wetu wa heshima, mwanachama mwenzetu ni mwenyekiti wa bodi ambayo ndio inaofanya shughuli zote, kuchakata kila kwa kukasimu kupitia mtendaji wetu ambao ni CEO, lakini malengo yote, kila kitu ni bodi. Hivyo kama kuna mabaya yote yamefanywa na bodi chini ya mwenyekiti Mohamed Dewji Mo, na kama kuna mazuri yoyote yamefanywa chini ya bodi, chini ya mwenyekiti wetu Mohamed Mo. Na kama ni sifa, tupeane sifa wanasimba wote, na kama kuna sehemu ya kujikosoa, tujikosoe wanasimba wote. Sasa tamko letu hili ama mazungumzo yetu haya ama mazungumzo yangu mimi haya kama mjumbe wa kamati ya katiba, ninawakumbusha wanachama na mashabiki wa Simba, muitambue kwanza katiba. Wakati tunaipitisha katiba, msajili wa vyama alisema haya madodoso ya katiba msiende kuyaweka kama kumbukumbu, mkasome muelewe. Mtu yoyote asioelewa katiba yake linakuwa janga kubwa na balaa kubwa, kwa sababu anaweza kufanya kitu akaona yuko sahihi kumbe anakosea. Sasa mimi naongea hapa kama mjumbe wa kamati ya katiba, lakini ni mwanachama wa Simba. Nitaongea kwa kuizungumzia katiba, majukumu yake, na kuwakumbusha wajumbe wa bodi majukumu yao, na hasa upande wa mwekezaji ambaye yeye ana nafasi 5 kwenye Simba yetu. Ni mwenyekiti wa bodi, ni mwekezaji, ni mdhamini, ni mwanachama mwenzetu, ni rais wa heshima. Anatakiwa awe mbele kwa nafasi hizi 5 kuhakikisha Simba haiteteleki, haiyumbi, na kila kwenye ufa yeye wa kwanza kuziba kwa nafasi 5 hizi. Haiwezekani kwa kila ufa akamwachia mwenye nafasi 2 tu, Murtaza Mangungu ambaye kimsingi ni mwanachama mwenzetu, lakini kimsingi amechaguliwa na wanachama kwenda kuunda bodi. Bila uwepo wa Mangungu na tuliowachagua, bodi haipatikani, lakini katika bodi huyu Mangungu ni mjumbe tu. Na kama atakuwa na nafasi yake itaishia kuwa makamu mwenyekiti tu wa bodi, na mwenyekiti wake haufanyi kazi mpaka mwenyekiti amejiuzuru, hayupo katika kutimiza majukumu yake, na hatuna taarifa hiyo. Kwa hiyo tunazungumza haya kwa maana kwanza wana Simba muijue Simba muundo wake na majukumu ya wanaotuongoza, nani anatimiza majukumu yake, nani kagafika katika majukumu yake, nini kifanyike. Tunawahitaji wote, tunamhitaji Mo na uwekezaji wake na nguvu zake na mapenzi yake, lakini pia tunawahitaji tuliowachagua, kwa sababu waliomba wao wenyewe ridhaa ya kuwa tuwachague, na wamechaguliwa, wakaitendea haki Simba, wakatangulize maslahi ya klabu na wasitangulize maslahi binafsi. Kubwa katika maongezi yangu sana, nitamkumbusha mwenyekiti Mo, kwa mujibu wa katiba, ukienda ibara 40A unakuta Simba ina chombo cha ushauri. Chombo hiki kinaundwa na watu muhimu mno kwa mujibu wa katiba, kinaundwa na viongozi wastaafu. Maana yake uzoefu wao uwe sehemu ya ushauri na wadau mbalimbali wa Simba, lakini katiba inaelekeza hawa watu wanateuliwa na rais wa heshima. Hawateuliwi na mwenyekiti wa Simba wa kuchaguliwa, wanateuliwa na rais wa heshima ambaye ndio mwenyekiti wetu wa bodi, ambaye ndio mwekezaji wetu, ambaye ndio mdhamini wetu. Bodi hii ipo, lakini aidha kwa kugafirika mwenyekiti wetu wa bodi ama washauri wanaomshauri kutokumshauri sawa sawa, hawakumkumbusha kwa hatua ya nusu finali klabu ya Federation ya Kafu, kwa hatua ya finali ya kombe la Kafu, hata kuita ibodi ya ushauri. Jamani, Simba tumeingia sasa finali kwa mara ya pili. Mara ya kwanza tulikosa kombe nyumbani kwa kufungwa goli 2. Tufanyeje, turekebisheje makosa
Yasijirudie makosa ya mwaka 93 ili tuchukue kombe bado nalo tunacheza nyumbani kwetu. Kwa kuwaita hawa washauri viongozi wa staff ambao yeye ndio kawateua. Na wapo kwa mujibu wa katiba na kazi yao ni kushauri tu uongozi. Lakini aidha kwa kushauriwa vibaya ama binadamu kaumbwa na sahau hakuwaita mpaka hivi tunavyozungumza. Na hii bodi ni bodi nzito, iko chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Jaji Mihayo, ambaye upande mmoja ni mjumbe wa kamati ya wadhamini, bodi ya wadhamini ya Simba Sports Club, lakini upande mwingine ni mwenyekiti wa baraza la ushauri. Halijaja kushauri. Lakini si hivyo tu, bado tumeendelea kupambana, tumepata matokeo mabaya ambayo wana Simba tukiyategemea ya CRDB kwa kutolewa. Maana yake makombe tulikuwa tunategemea mawili, basi likabaki kombe moja la NBC. Kombe la NBC, mapambano yalipopambana baina ya wanachama, mashabiki na bodi, tukajikuta tumebaki na mechi moja tu. Mechi ilikuwa na maneno mengi sana. Mechi ya Simba na Yanga ndio mechi ya kuamua bingwa ni nani. Hili ni jambo zito, ni jambo linaugusa hisia za Watanzania, hususan wana Simba. Nilitegemea mwenyekiti wa bodi aite baraza la ushauri. Huyu tunayecheza naye amekuwa anatusumbua nyakati za karibuni. Na tunakwenda kukutana naye na ni mechi ya kufa kupona tupate ubingwa. Tunajiandaaje? Tunaiendeaje hii mechi? Lakini aidha kwa kusahau ama kwa kushauriwa vibaya hali kufanyika. Na bodi ya washauri ya Simba Sports Club kwa mujibu wa katiba ina watu mahiri sana ambao wako humo, ambao wanajua sana kumshughulikia ujamaa yetu tuliocheza naye. Akatufunga goli za bahati goli mbili. Wako mule, lakini hawakuitwa kwa maana kutoa ushauri, kwa sababu pale ilikuwa ni kufa ama kupona. Sasa haya yote ukiangalia kwa mujibu wa katiba ni madhaifu ya juu kwenye chombo kinachosimamia shughuli za kila siku ambacho ni bodi, na mwenyekiti wake ni mwekezaji wetu. Tunamtaka sana, tunampenda sana. Ajitafakari katika haya, na wale ambao wanamshauri aangalie ushauri wao kama unatija katika afya ya klabu yetu na mpira kwa ujumla wake. Lakini sivyo hivyo tu, ukiangalia katiba yetu ya Simba ibara 40 namba 1 inazungumzia mkurugenzi wa wanachama. Huyu mkurugenzi wa wanachama yeye anajikita katika kusajili wanachama. Simba haina wanachama wapya. Mwanachama wa Simba mwenye umri mdogo hivi sasa tunavyoongea miaka yake ni 40-45. Ina maana ndani ya miaka 10 hata sifa ya kugombea uongozi wa Simba kwa mujibu wa katiba mwisho miaka 60-65, maana yake atakuwa amekosa sifa. Maana yake kukuto kuingiza wanachama. Na katiba hii inaruhusu wanachama waingie bila kikomo, na wanachama ndio walinzi na nguzo namba 1 ya klabu. Sisi wenyewe ni wanachama. Tumilifi klabu kutoka kwa wanachama walioanzisha ama waliotangulia. Sasa kama tuingizi wanachama, maana yake tutaandaa vipi viongozi wajao baada ya kina Mangungu? Na ili tuandae lazima wawepo sasa kwa miaka 25, miaka 20, miaka 30, wawepo ndani ya Simba wajifunze, kisha wapate uzoefu waje kuwa viongozi wa juu, tupate viongozi makini. Lakini mpaka sasa tujaingiza wanachama. Na ukiuliza wanakwambia mwenyekiti wa bodi ameshauriwa na watu wake, wanachama wafai, wanachama wataleta vurugu. Ukiuliza wanakwambia klabu haina budget ya mkurugenzi wa wanachama. Hasa kama klabu haina budget ya mkurugenzi wa wanachama, ukiangalia usajili wa wachezaji wetu, kuna wachezaji wengine toka wamesajiliwa hawajawahi kuvaa jezi wakacheza kwa kuisaidia klabu yetu. Kwa nini msimwache wewe kumshahara akapewa mkurugenzi wa wanachama akafanya ile jambo la kuingiza wanachama, lakini akafanya jambo la kikatiba la uchaguzi wa matawi, wilaya, mkoa kwa nchi nzima, ambalo jambo hajafanyika. Na ile jambo kutofanyika linavunja katiba. Na ili lifanyike lazima mkurugenzi wa wanachama ajiliwe. Na kwa taarifa ambazo zipo na Simba wote wanajua, mkurugenzi wa wanachama mchakato wake ulishafanyika, ukafanyika usaili, watu wakafanywa usaili, bado kutangazwa. Sasa ni mwaka huu tunasubiri mkurugenzi wa wanachama apatikane kwa afya na maendeleo ya klabu. Halifanyiki. Nani wa kulifanya? Si kiongozi wa matawi, sio Murtaza Mangungu, ni bodi chini ya mwenyekiti Mohamed Mo. Kwa hiyo maneno yetu haya ndani yake yanakuelimishana, ndani yake yanakukumbushana kwa ajili ya afya ya klabu yetu. Tunakumbushana na kuwaasa wana Simba na kuwaasa mashabiki, kwanza tutulize jaziba. Tutulize jaziba. Tutakapokuwa na jaziba, tutakushindwa kutafakari mambo yetu, tutashindwa kutengeneza mambo yetu. Simba tunatengeneza wenyewe.
lakini hatuwezi kutengeneza Simba kwa vurugu, na hatuwezi kutengeneza Simba kwa kutolea maneno ya hofu na ya fizuli. Tutatengeneza Simba yetu kwa kuangalia katiba yetu, tutatengeneza Simba yetu kwa kukumbushana wajibu wetu. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kukumbusha wajibu kama mjumbe wa katiba, walioomba dhamana upande wa mwekezaji, walioomba dhamana upande wa wanachama, kila mmoja atimize wajibu wake kwa maendeleo ya klabu na sio maendeleo binafsi. Nazungumza haya kwa sababu mengi tunayasikia, mara wachezaji wanadai posho, mara wachezaji wanadai bonus, lakini kwa taarifa ambazo tunazo zisizo na shaka, mwekezaji wetu anaahidi bonus, lakini kisha bonus anatoa nusu katika ile aliyoahidi na nusu nyingine watoe klabu. Klabu ni yupi na yeye ni yupi? Yeye ndio mwenyekiti wa bodi, anachokiahidi kama bonus ndio jumla yake ya kutoa kama bodi iliyokuwepo kwa niaba ya Simba Sports Club. Sasa kutoa yeye nusu na kuachia hawa wengine watoe, wanatoa katika eneo lipi? Huu sio uongozi bora, huu sio utawala bora. Na kama ni kweli, sisi ushauri wetu, hilo jambo halina afya na halifai. Litaigawa Simba, patakuwa pana Simba Mo, patakuwa pana Simba Mangungu, na sisi tunajua ni Simba moja. Kuna Simba chini ya bodi ya Simba Sports Club. Ili ipate bodi, papatikane mwekezaji na watu wake, papatikane Mangungu na watu wake upande wa wanachama. Hapa panapatikana bodi. Sasa siamini ninavyomjua Mo haya mambo yanafanyika kwa yeye ninavyomjua. Naamini wapo watu wanamshauri vibaya, na hao wanamshauri waangalie maslahi ya Simba, wasiangalie maslahi binafsi. Lakini pia ipo taarifa inatoka na watu wanazungumza, wanaona wanachozungumza ni sawa. Mtu anatoka kwenye vyombo vya habari na kuiteni, anasema mwekezaji alitoa hela ya mishahara na wachezaji akampa mtu mmoja hivi, yule mtu aliopewa akatokomea. Inakuwa Simba kama vile kama bodaboda. Manake Simba ni taasisi, Simba ina akaunti zake, mwekezaji ni sehemu ya signatory. Mwekezaji chochote anachokitoa, utaratibu uko wazi. Kama ni keshi, ndani ya akaunti; kama ni cheki, benki; kisha fedha kwa utaratibu wa fedha, masignatory, kisha fedha iende kwa husika, hata wachezaji kwa akaunti zao, sio kwa kupewa mtu. Sasa kuzungumza hilo ambalo ulizungumza, kama ni kweli Mo alitoa hela akampa mtu, huo ni uhuni. Na ule mtu naye kwa sababu katoa kihuni naye akatokomea, huo uhuni. Mnaizalilisha taasisi. Kama mnapeana hela vichochoroni, hawa wadhamini wetu wakubwa tunawafundisha nini? Na mimi siamini kama hilo limefanyika. Haliwezi kufanyika hivyo. Mo msomi, kasomea biashara. Mo anaongoza makampuni ya kibiashara. Hawezi kutoa hela mkononi akampa mtu tu. Haiwezekani. Na hata kama amefanya hivyo, sio utaratibu. Hata kama angemkabidhi Mangungu kama mwenyekiti kwa niaba ya wanachama, sio utaratibu. Hakuna sehemu kwenye katiba inasema Mangungu atapokea pesa, hakuna sehemu katika katiba inasema Mabole atapokea pesa, hakuna. Lakini pesa ya Simba inaingia kwenye akaunti. Huo ndio utaratibu kwa mujibu wa katiba. Sasa kama mliyafanya haya, sisi tunakukumbusheni, mmeikosea klabu yetu, mmeikosea katiba. Hatutaki mjiuzuru, hatutaki mgombane. Jirekebisheni kwa maslahi ya klabu. Muda tuliokuwa nao ni mfupi, ni muda ambao unahitaji matayarisho, ni muda ambao unahitaji maandalizi kwa ajili ya mashindano. Mpira ni bandika bandua, linaisha hili linakuja lingine. Pia kuna taarifa ambazo tunazisikia kuwa mwenyekiti wa bodi Mo Dewji haongei na mwenyekiti wa wanachama Murtaza Mangungu. Tunapouliza tatizo ni nini, vyanzo vinasema ni kwa sababu ya mdhamini ambaye aliingia kwa ajili ya vifaa vya michezo, eti ya kwamba mwekezaji hataki. Lakini upande wa wanachama wanaona ule mkataba wake unatija, una vitu vingi vya maendeleo, ikiwemo uwanja, basi na wachezaji na kadhalika. Sasa tunabaki tunadua, ukweli hatujui. Na kama ni kweli, mwenyekiti wa bodi atakuwa nikosea klabu. Ukimnunia mwenyekiti wa wanachama, maana yake umenunia wanachama wote waliomchagua. Kama na mapungufu yake, tafuteni taratibu za mkutano,
tukae ndani, mtuambie, kila mmoja aseme, kulikoni kununiana. Mwisho wa siku kila mtu anafanya kazi kivyake. Mengi ukiangalia katika muktadha wa Simba, kwa mujibu wa katiba na muundo wake, matatizo yapo kwenye bodi, na bodi iko chini ya mwekezaji. Yeye ndio mwekezaji, yeye ndio mdhamini, yeye ndio mwenyekiti wa bodi, yeye ni mwanachama mwenzetu, yeye ndio rais wa heshima. Katika hili akwepi, kwa sababu katiba itamkimbiza popote alipo na itamhukumu kwa utendaji wake. Aangalie wanaomshauri. Lakini bado katika hili la kununiana na mwenyekiti wake, mwenyekiti Mangungu wa wanachama, kwake yeye alitaleta picha nzuri. Kama ni kweli hili jambo litaonekana yeye hayuko tayari kufanya kazi na watu ambao wamechaguliwa na wanachama, kwa sababu Mkwabi, wakati Mo ni mwenyekiti wa bodi, hakuelewana na Mkwabi kakurupuka. Hata kilichomkurupusha wanachama waliompigia kula hajasema ni kipi. Sasa tuna leo ionekane Mangungu waelewani na Mo, itaonekana Mo hakubaliani na watu kutoka upande wa wanachama. Hili jambo kama ni kweli halina afya. Na mwenyekiti wangu wa bodi Mo, tunakupenda sana. Haya tunayozungumza tunaomba yakufikie, lakini yatolee ufafanuzi. Kama ni kweli hayana afya, na kama ni uongo, ukweli wake ni upi? Wanasimba watakiwa wajue. Sasa la mwisho ambalo sio kwa umuhimu sana, bado niko kwa mwenyekiti wangu, mwenyekiti wa bodi ya Simba, lakini mwekezaji wa Simba Sports Club, lakini ni mdhamini na rais wa heshima. Kwanza litumie baraza la ushauri ambalo lipo, likushauri namna ya kuiendea Simba, namna ya kuiongoza Simba, kwa sababu hichi ni chombo kwa mujibu wa katiba. Lakini pili, wewe ni tajiri yetu upande wa Simba. Wana Simba wote wanajivunia uwepo wako. Lakini hao mahasimu wetu ambao leo ni mabingwa kwa mara ya 4 mfululizo, hata sisi tutakuwa Simba mabingwa mara 4 mfululizo, lakini hatujakubali kirahisi wewe mara 4 mfululizo. Lakini tunapomwangalia tajiri wao ambaye kwa utajiri barani Afrika hata kwenye 10 bora hayumo, wewe Mo ni tajiri namba 1. Lakini vipi huyu GSM upande wa Yanga, yeye ni mwanachama tu wa Yanga, yeye GSM ni mdhamini tu wa Yanga. Tunaona jezi ya Yanga inadhaminiwa na GSM, lakini ni mfadhili. Lakini vipi kwa vitu vitatu tu hivi ambapo si mwekezaji, si mjumbe wa bodi ya Yanga, lakini Yanga ilipo yeye yupo? Lakini wewe mwenyekiti wa bodi, ni nani kakushauri ukae mbali na Simba kwenye tukio kubwa la fainali? Hatukuoni. Kwenye tukio kubwa la kuhakikisha tunamfunga mtani wa jadi tuchukue ubingwa, hatukuoni. Kwenye taharuki nyingi umekaa kimya, hata neno la faraja utoi. Iko sawa sawa? Ile dhamira ya Simba kuwa nguvu moja ndani ya katiba, na kama ni mjumbe wa kamati ya katiba, wana Simba walileta kuwa Simba iwe moja. Huku chini nikiangalia wana Simba wako wamoja, lakini nikiangalia huko juu hamko wamoja. Kama hamko wamoja, kwa maslahi ya nani? Hata kwenye mechi ya Simba na Yanga, wajumbe wako, mwekezaji wetu, mdhamini wetu, mwenyekiti wetu wa bodi hawakutokea uwanjani. Kama hawakutokea uwanjani, tunaona hao wenyekiti wetu tu ambao watu waliowachagua wa kuungaunga, wa kupambana huku na kule, ndio wao wako kama yatima. Nguvu moja kwa mujibu wa katiba yetu hapo imepatikana. Waliovunja nguvu moja ni upande wa wanachama au upande wa mwekezaji ambao mkutokea uwanjani. Katika hili mlifanyie kazi, haya yasijirudie tena ambayo yamejitokeza. Kwa hiyo tunazungumza haya ili wana Simba wajue. Tunazungumza haya, na katika mazungumzo yangu namtaja sana mwenyekiti wa bodi, kwa sababu katiba inakutambua wewe mwenyekiti wa bodi, wewe ni mwekezaji, katiba inakutambua wewe. Mbona mwenzako Gharibu GSM ambaye sio mwekezaji Yanga, ni mdhamini tu na mwanachama tu, kila eneo lipo anapa faraja wana Yanga wenzake? Wewe kwetu sisi kimekukuta kitu gani? Ni nani kakutisha, nani kakutoa mpaka uonekane eneo lolote lile? Hata wana Simba kafuata faraja saa hapa na mheshimiwa rais wa heshima yupo hapa, jambo halibiki. Tukishinda tushinde pamoja, tukishindwa tushinde pamoja. Haionekani dhamira hiyo. Lakini kibaya zaidi, bodi mmetugawa.
kuelekea mechi ya Simba na Yanga ya tarehe 25. Kivipi mmetugawa? Simba kupitia wazee hawa, ilikuwa watani wetu wanaposema hawachezi, hawa wazee kazi ya kusema vilabu hivi vimeundwa kwa ajili ya kucheza, kwa ajili ya kutaniana, mshindi alipopatikana mtania mwenzake, kalas, imekwisha. Lakini baadaye bodi naandika barua kwa umma, Simba nje ya tarehe 15 haichezi mchezo wowote, mkaigawa Simba. Lakini kibaya zaidi, nazungumza na bodi, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kaita vyombo vya mpira, kaita wadau wa mpira, hususan Simba na Yanga. Nampongeza sana katika hilo. Kutitwa kake baada ya mazungumzo yake, tunaona mechi imepelekwa tarehe 25. Watu wa Simba wakasimamia hawachezi, lakini wengine wakasema tunacheza kwa sababu klabu ya Simba ni klabu ya kucheza. Na mimi kama mjumbe wa katiba, kwa mujibu wa ibara ya 44, Simba haina mahala pa kuto kucheza endapo ratiba imetolewa na vyombo vyenye mamlaka. Haina. Matokeo yake ni kwenda kunyang'anywa point. Lakini kwa mujibu wa nyinyi wanachama, nendeni kasome ibara ya 11 kifungu cha 4, kinasema maamuzi na maagizo ya TFF, CAF na FIFA lazima wanachama tuyatii. Maagizo ya TFF ilikuwa ni mechi tarehe 25. Inakuwaje bodi hamkutoa barua ya kusema ile barua ya kwanza kwa heshima ya kumheshimu Mheshimiwa Rais na kwa heshima ya kutii katiba yetu kwa mashirikiano na vyombo vya kimpira, sisi klabu yetu ni klabu ya mpira, wana Simba, twendeni tukacheze. Ilikuwa kuna umu gani mkatoa kauli kama hiyo ili mumheshimishe rais wetu, mwana michezo namba 1, lakini pia kuunganisha wana Simba ili sedogani yetu ya nguvu moja ipatikane pale mbele ya marefali kutoka nje ya nchi tukiwa wamoja. Lakini tumekwenda kwenye mechi ile mbele ya waamuzi wa kimataifa tukiwa Simba makundi mawili. Kundi moja linatumikia barua ya bodi, taarifa kwa umma, kundi lingine linatumikia taarifa ya viongozi wa matawi kutoka kwa mwenyekiti wao ambaye kwenye bodi yeye ni mjumbe tu. Hapa mkutendelea haki kama bodi. Hatutaki mjiuzuru katika hili. Tunataka mjitathmini yasirejee tena. Na katika hili mama mumuombe radhi, kwa sababu kunaonekana tumeenda kucheza sisi Simba kishingo upande. Hatukwenda kucheza kama kwa nguvu moja na morali. Hili kwa mama tumemkosea, kwa serikali tumekosea, serikali ambayo imekuwa bega kwa bega katika manufaa yote, hususan katika mechi za kimataifa. Serikali imetoa ndege na pesa, tukafanya vizuri nusu finali kwenda finali. Serikali imetoa pesa na ndege, tukapambana finali. Tukapambana tukatoka 1-1, tukaangalau tukaipigania heshima nchi yetu, tofauti na mwaka 93 tulifungwa 2-2 mbele ya Mheshimiwa Rais. Tukatoka 1-1, tena 1-1 yenyewe tuko pungufu. 1-1 yenyewe goli moja refa likataa. Kwa Simba kwa rekodi ya mwaka 93 msimu huu ni fahari. Kwa nini tunegomea serikali? Kwa nini hatuipi msimamo serikali? Kwa nini hatuiungi mkono serikali? Tunakwenda kinyonge kama tumelazimishwa kucheza na Yanga. Hapa tukua sawa sawa. Tulikwenda kucheza ile mechi ikiwa bodi nyinyi mmetugawa. Kama mlitugawa kwa faida ya nani? Na kama nyinyi kweli ile barua hamkutaka kama nyinyi kweli bodi ile barua hamkuwa na dhamira tena ya kucheza, kwa nini hamkuonekana uwanjani? Hasa wajumbe wa kutokana na Mo. Kwa nini hamkuonekana uwanjani? Na kutokuonekana kwenu uwanjani mmemsusia nani? Mnamsusia Mangungu. Na mkimsusia Mangungu mmemsusia nani? Sio sisi wanachama. Na mkifanya hivyo ni haki. Mungu atakupendeni. Na Simba ni nguvu moja. Na nguvu moja ndio kauli ya Mungu na ndio uwepo wa Mungu, baraka zake zipo hapo. Mbona kuchini wanakuja kuipigania klabu? Haya niliyozungumza ni ushauri na ndani yake kuna ukumbusho wa kutekeleza majukumu yenu kwa mujibu wa katiba yetu ya Simba Sports Club. Lakini la mwisho, mwenyekiti wangu wa bodi, na kutaja wewe kwa sababu wewe ndio bosi wetu Simba Sports Club. Na kutaja wewe kwa sababu wewe ni muhimili katika Simba. Wale unaowapa usajili wa miaka 3 wamefeli.
na hao ndio walikushauri tusiingize timu, wamefeli. Ushauri wao, dhamira yao huenda na voice mimi ilikuwa yasionekane mapungufu ambayo wana Simba wameyaona dhidi ya timu yao ilivyocheza na Mtani tarehe 25. Ile sio timu ya usajili wa bilioni 7. Hawa watu hawaitendei haki hela unaotoa. Badilisha, sio usajili wa bilioni 7 ule. Badilisha unawatumia. Simba na wachezaji ina wachezaji wa zamani. Ina makocha wa zamani, watumie kupitia bodi. Hawa unaowapa na kuamini wameshindwa. Ile sio timu inawakisi thamani ya bilioni 7, lakini hata kama unatoa bilioni 20 kwa ajili ya usajili, simamia timu yako kwa nafasi yako mwenyekiti wa bodi, kwa kuwa bodi ndio imekamilishwa shughuli za kila siku kwa niaba ya Simba Sports Club. Kama umebanwa kwa majukumu ya duniani katika kuimarisha utajiri wako, nafasi bado unayo, mteue mwenye nafasi. Wapo watu wengi tu. Yupo Kasim Deuji, yupo Azim Deuji, yupo nani? Mteue awe mwenyekiti wa bodi, mwenye nafasi tumuone. Ageni alijiuzulu kwa kushindwa ama kwa kuonekana atimizi majukumu timu inadaiwa. Leo tena timu inadaiwa. Wewe ni mwenyekiti wa bodi. Katika hili hatutaki ujiuzulu kama Ageni. Katika hili tunakutaka utimize wajibu wako kwa kushirikiana na wajumbe wako, na zingatia ushauri unaofaa, ufanyie kazi, na usiofaa achana nao kwa maslahi ya Simba. Mimi yangu ni hayo. Nimezungumza kiuchambuzi kama sehemu ya mjumbe wa katiba, lakini kuna maeneo nimezungumza kama mwanachama mwandamizi wa klabu ya Simba Sports Club. Simba nguvu moja.